asifiwe. Amen. Ninapenda kumshuhudia Mungu kwa matendo aliyotendea. Siku ya ibada ya Jumanne, ile ilikuwa ibada ya kuvuka kisima. Hiyo siku nilikuwa naumwa sana. Wakati ibada inaendelea, nilikuwa sina hata nguvu, kichwa kilikuwa kinaniuma sana. Kiasi kwamba hata sauti za spika zile nilikuwa nasikia kama zinanidistabu. Baada ya kutoka kwenye ibada siku ya Jumanne, Jumatano asubuhi nilipoamka, kwanza wakati tuko kwenye ibada hapa, Baba alisema mnaweza viumbe vya ajabu vikafa nyumbani kwenu. Nakumbuka. Wazee nakumbuka nilisema kwamba nakumilia ya mafuta. Ni mafuta kama ile iliyoniwa Daudi. Daudi alimaliza kumimina mafuta na nabii Samuel. Haleluya. Dubu alikufa. Simba alikufa. Goliath alikufa. Haleluya. Kwa hiyo Daudi akamimina mafuta. Kuna miungu itakufa. Utajua ni miungu imekufa. Miungu inajitunza kwenye ndege kama ni angani inaingia kwenye ndege. Tunaweza kuona ndege na miungu kumbe iko kazini. Haleluya. Unaweza kuona bunge na kumbe ni miungu iko ndani ya bunge. Haleluya. Lakini kama ni miungu ya ardhini inaingia kwenye wanyama kama simba, mbwa, paka, mijusi, nyoka. Haleluya. Kwa hiyo ukiona tunakuombea nyoka amekufa, kuna Mungu amekufa. Adui amekufa. Kuna nguvu ilikuwa ndani ya nyoka imekufa. Haleluya. Kwa hiyo kwenye wakati tunavuka wakati tunafanya ile ibada ya kuvuka nini? Kisima na mipaka ya kiuchumi. Nilisema hii uchumi wako uweze kufunguka. Kile kiokana juu uchumi lazima. Wengine ndio tunacheza. Nikamwambia mwenyewe kufanya nini? Tunacheza. Tamani. Baada ya kutoka kwenye kisima, Jumatano asubuhi, nilipoamka asubuhi nyumbani, kuna mtu kwanza akaniambia hapa mbona kuna ndege amekufa. Mimi nikambishia, nikamwambia sio ndege, kwa sababu sisi nyumbani tuna njiwa wengi na karibia kila siku njiwa wanakufa. Nikamwambia sio ndege, ni njiwa. Ananiambia ni ndege, mimi nambishia ni njiwa. Baada ya kwenda kuangalia pale hakuwa njiwa, alikuwa ndege. Ndio. Na ni ndege wakubwa. Yaani ni ndege anaweza kulingana na kinda na njiwa. Baada ya kupita hapo alipokuwa amenielekeza, nikatoka. Wakati najiandaa kwenda kazini, kuna upande mmoja wa vyumba. Kuna vyumba, nikasogea dirishani, nikakutana na ndege mwingine wa pili. Dirisha la chumba kingine ndege wa tatu. Dirisha la chumba kingine ndege wa nne. Jumla upande wa ngapi alipo? Ndege wa nne. Na nyumbani kuna vyumba vya kulala 5, ila kimoja hakitumii. Hivyo vyumba vyote 4 ambavyo tunatumia, kila dirisha kulikuwa kuna ndege mkufa chini. Shangilia Bwana kwa makofi. Hata nilikuwa mmoja nimesema alikufa tu. Haleluya. Hiyo ni Mungu ilikuwa ikifika baraka. Mpaka Mungu amesema atafungulia mlango na nini? Kwa hiyo kila dirisha liko, kila anayelala sio kwa kitu. Maana nani analeta baraka? Ni malaika wa Mungu. Haleluya. Malaika wanafuta pepo. Unaondoka. Huko kuna malaika wengine. Kuna mapepo yanawazidi baadhi ya malaika. Unajua hiyo? Na sasa malaika kama si wa vita. Alhamisi vitu vikaanza kwenda sawa. Kwa shangwe zaidi kwa ajili ya Yesu. Na Yesu asifiwe. Amen. Jina naitwa Francis. Kwanza kabisa napenda nimshukuru Mungu wa madhabahu hii kwa sababu nilikuwa na jambo ambalo lilikuwa linanitesa sana. Jambo hilo mwaka jana nilipata ajali ya bajaji. Nilikuwa nimepata ajali ya bajaji nikiwa pale Mbeya. Ile ajali iliniharibu sana. Sasa ilifika stage kila nikikaa nasikia sauti inaniambia utakufa. Nikipanda usafiri wowote hata kwenye baiskeli nasikia sauti inaniambia utakufa kwa njia ya ajali. Sasa mimi nilikuwa naishi kwangu, nilikuwa ninafika stage kama nataka kwenda kumsalimia mama, ni lazima tu upande usafiri. Nilichokuwa nakifanya nikitaka nipande usafiri nasikia sauti inaniambia utakufa. Nakuta natembea kwa miguu mbali ndefu mpaka kwa mama yangu. Ili usije kupanda usafiri. Na napita uchochoro. Yaani sitaki nipite barabara. Hata nikiwa natembea mbele
nikiona hata ukuta umekreki nasikia sauti utakufa. Babangu mimi anaendesha magari, akanipigia simu akasema mwanangu, mbona maisha yako magumu sana? Kwa nini usije tukawa tunashinda kwenye magari? Magari tena nasikia sauti utakufa. Nikamwambia baba, mimi siwezi kufanya chochote. Afu akaniambia, afu na ndoto ya kuwa na magari na pikipiki utafanyeje? Nikasema hivyo vitu siwezi kuvimiliki. Na mpaka muda huu sijui kuendesha pikipiki wala sijui kuendesha gari. Ile sauti na juzi nilikwambia kupe pikipiki na nini? Kasema hamna. Nikashangaa sana. Wake vijana wanamuuliza siku hizi wote huu. Basi mpeleka wapi? Haleluya. Kumbe shida ni utakufa. Ile sauti inaniambia utakufa. Lakini sasa ile mwezi wa 12 nilipopata neema ya kuja kumsoma, nilipopanda gari, yani gari hata likitimishika kidogo akamata viti mpaka wananishangaa, najitahidi na mbali phone basi brains mpaka mwisho, lakini bado nasikia sauti utakufa. Namwambia Mungu, nimeenda safari ya mbali ambayo nimeishia tu Shinyanga huko, sijafika, naomba nisaidie nifike salama. Lakini Mungu ni mwema, nikaa nimefika salama. Hitaji langu la kwanza baada ya baba kusema tuandike mahitaji yetu na tupite kwenye kisima, hitaji langu la kwanza kabisa ilikuwa ni Mungu anisaidie katae roho ya mauti usife. Nisife, roho ya ajali isife. Na nikaandika na mahitaji mengine pale. Ni kweli ashukuriwe Mungu, nikapitisha. Na wakati narudi Mbeya, ile hofu sasa haikuwepo kwa kweli. Amen. Haikuwepo. Sasa imeenda nikaa nimerudi sasa tena huko. Nilipokuwa nimerudi nikasema hapa nataka nifanye practical sasa. Kwa sababu kule Mbeya nilikuwa bado naogopa kupanda magari. Sasa nilipofika hapa, sasa kwenda nyumbani lazima utumie tu gari. Kwenda kurudi lazima utumie gari la mama Evodia. Nikasema acha tu. Kweli zile movement za kwenda, lakini sisikii chochote wala sisikii sauti kama utakufa, kama utafanyaje. Lakini Jumapili ya wiki iliyopita tulikuwa tunampeleka bibi kanisani. Wakati tunampeleka bibi kanisani, mama aliona fursa kabisa linakuja. Wakati nakuja akaforce aingie moja kwa moja. Alivyoforce tukapishana tu, afu akatulia kaminya break, baba anasema Mungu wangu. Lakini mimi nimekaa pale mbele, sina shida. Haleluya. Sina shaka. Yaani sina shaka, na mimi nilisemaga sintokuja kukaa siti ya mbele, sintokuja, lakini sasa hizi najisikia kupanda. Yaani hata mdogo wangu anamwambia, yaani hata kama nenda sokoni basi nipande usafiri. Yaani napenda vitu kama hivyo kwa sababu ile sauti tena haipo tena. Kwa hiyo ile pepo ilikuwa inamwambia. Yes. Wakati nilifika pale Mbeya, kesho yake ilikuwa ni siku ya kuingia kazini. Wakati nimetoka hapa, kesho yake ni siku ya kuingia kazini. Nikafika kazini. Nilifika kazini, kwa kweli siku ile Mungu alinipatia fedha sana. Amen. Nilifika kwanza nikakiangalia chumba changu kwa uchungu, namna mazingira yalikuwa mabaya. Nikasema hizi fedha naenda kubadilisha mazingira mle ndani. Nikatoa kila kitu, nikabadilisha kitanda, nikanunua ICD, kila kitu nikaweka ndani vizuri. Ndio pesa zilipata ndani ya Mbeya. Yaani mimi kazi zetu sisi ni kuanzia saa 1 mpaka saa 7 kazi imeisha. Kwa hiyo na siku ile nilirudi mpaka bosi alishangaa. Sasa mbona tumeuza nguo sana hivi? Wewe umetoka wapi wewe? Nikamwambia baba nilikuwa kumsoma. Ulikuwa kusoma? Na yule ni mchungaji. Sasa nilikuwa msoma ndio tumeuza hivi nguo. Kuanzia pale akaanza kuniamini kwanza mimi, wakati kuna kijana aliyekuwa ametangulia pale, akaanza kusema sasa hizi fedha utakuwa shika wewe na kila kitu utakuwa unafanya wewe. Huyu mwenzako sasa hizi hapo ngoja tutaendelee. Tuendelee kwa wako. Nasema lakini nini sasa? Ninachowaza kilichonifanya nikapata muujiza. Natamani nikirudie. Wakati nimeenda kwa mama yangu, akaniangalia akasema mwanangu, kwani ulikuwa msomi? Hizo pesa umezipata? Nikasema nimezipata kazini. Akasema sasa cha kufanya, mimi kama mama yako mimi nasikoni. Mama hawezi kuniruhusu nikaenda sehemu yote. Akaniambia, "Si unaniambia unatamani kurudi msomi?" Nikasema ndio natamani. Akasema nakuruhusu kwa moyo mweupe, lakini onyo ambalo nakupa humu ndani
hiki chumba chako. Maji nisema twende ukaangalie chumbani kwangu. Alifika akasema wow. Akasema huko ndani hutogusa hata kimoja. Mimi nakwambia huko sio kuliko kuzalishia baraka. Ondoka ulevi hata kitu. Hiki chumba kuanzia leo ni cha wadogo zako. Kwa mimi naamini kama umetoka huko ulikuja na baraka nyumbani. Sasa nakuruhusu nenda ukatafute baraka huko ndani hutopata chochote. Kwa hiyo mama yangu naye kama ameniruhusu kwamba kwa sababu kule ulipata mafanikio basi nenda huko ila kule usisaidie kama. Bwana asifiwe watumishi wa Mungu. Mama na baba Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi hapa nilipo namshukuru Mungu kwa madhabahu hii. Nashukuru sana sana sana. Hata baba kama unasema nitafikisha ninazungumza. Nashukuru sana madhabahu haya. Ndio. Najilaumu nilikuwa wapi? Kujua haya madhabahu zamani. Mimi madhabahu haya yamenitendea na yamenifua na yananibalisha mpaka hapa nilipo. Namshukuru Mungu wa madhabahu haya. Mimi siku ya kisima, siku ya Jumanne, hii barua nililetewa kwamba nadaiwa ardhi. Nikapewa siku 14. Siku 14 nilipewa. Tarehe 5 nilitakiwa niende wanipeleke mahakamani. Kwa sababu nadaiwa ardhi. Nadaiwa ardhi. 110,000. Nilikuwa nimejipako 40,000. Sasa nilipopita hapa sikuja na barua, lakini barua nilibeba moyoni. Yote nikasema naenda na barua yangu moyoni. Siwezi kwenda na hii barua nikapitisha ndani. Ila nilifika hapa na barua yangu moyoni, nikachota maji nikanywa. Kwa maana nilikuwa na barua yangu. Ulikunywa maji. Ulichota kwenye nini? Kwenye mkono. Yale tu, sikujali watu wamekanyaga wamefanya nini. Mimi nilichota nikanywa. Barua yangu nimeibeba moyoni. Siku ya Jumanne. Jumatano saa 3. Mwenyekiti akanipigia simu akaniuliza uko wapi? Nikamwambia niko hapa nyumbani. Hujaenda Katani? Nikasema ndio najiandaa. Akasema usiende. Mtendaji amenipigia simu anakutafuta upatikane. Anasema usiende, mambo yako na nashughulikiwa. Na yameshashughulikiwa. Kwa hivyo usiende Katani. Nikamuuliza yameshughulikiwa? Baadaye akaniuliza hivi, Jennifer, kumbe una watoto watu wazito hivi watoto wako? Nikaambia ndio. Unao? Wangapi? Nikamwambia nina wengi tu vijana wangu. Kuna mmoja ameshuka hapa na gari, kijana wa nguvu, gari ya nguvu. Ila sasa huyo kijana alipotoka mle udisini, alipokanyaga gari yake haikujulikana amepita wapi. Waliokuwepo wakashangaa. Na mimi nasimuliwa hivyo sikuwepo. Wakasema kwamba mimi nina vijana, na mimi nikakubali ndio nina vijana wa nguvu. Walikuwa wapi kukusaidia? Nikasema muda ulikuwa haujafika. Sasa muda umefika. Kwa hiyo nashukuru Mungu. Hii barua ilitaka niende mahakamani, lakini Mungu amenilipia. Shukuru sana Mungu wa madhabahu hii. Jamani, mimi nawaambia tu siri moja. Anaibeza hii madhabahu hii atabaki jinsi alivyo. Mmenielewa? Baada ya kusema hiyo baba, nilikuwa namuomba Mungu nimpate mtu atakaye tusapoti mfuko wetu wa faraja na starehe wa kanisa. Namshukuru Mungu, baada ya kupita kwenye kisima Jumatano jioni akanipigia simu. Akaniambia Rose njoo, nikaenda. Baba amenihesabia shilingi 200,000, akaniambia sio nani mimi unaniuliza hela zako unapeleka wapi? Kwa hiyo na mimi leo nachangia huko kanisani kwako ambapo unasema wewe unapeleka hela zako kanisani, mimi za kwangu ananunulia watu pombe. Leo za kwangu pia nazienda kanisani kwako. Nakuja. Shingapi? 200,000. 200,000. Asante Bwana. Haleluya.
Ndugu zangu, pesa sio shida. Halo? Pesa sio shida. Shida ni kile kinachozuia mfereji wa pesa nje kwako. Basi sasa. Hizi hapa. Wow. Barikiwa sana. Kiwa pesa. Leo maisha magumu hivi. Mtu anakupa pesa TV. Upeleka. Ni Yesu baba. Ni Yesu. Ni Yesu anabariki. Barikiwa sana. Kwa hiyo leo umeamua kwa kwenye mfuko wa faraja. Na starehe. Barikiwa sana. Ndio ni kwa Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Emmanuel Wilson, mkazi wa Shamani. Ndio ushuhuda wangu baada ya kupita kwenye kisima, ilikuwa Jumanne. Baada ya kupita kwenye kisima kufikia Alhamisi, ilikuwa niko sebuleni nikaa, ghafla akatokea paka. Kwa ajabu mimi mwenyewe nilishangaa, nishindwa kuelewa anatokea wapi. Ni paka ambaye alitokea chini ya ufungu wa kochi. Nilishtuka nikashangaa mpaka amepita ameingiaje ndani. Nikatafuta kitu nikampiga nikamuua. Then nikampiga picha nikamtumia Pastorena. Ndio ushuhuda huko. Hakuwahi kuonekana nyumbani. Hakuwahi kuonekana, ni ghafla tu alitokea. Baada ya kutoka kwenye kisima akaonekana. Naam. Baada ya hapo kipi kimeendelea kwenye maisha yako? Baada ya hapa juzi ilikuwa Ijumaa. Nilianza kupigiwa simu za connection. Baada ya connection tofauti, mipango tofauti. Ndio. Namshukuru Mungu. Haleluya. Shangilieni Bwana kwa makofi. Utaona maisha yanabadilika. Haleluya. Kitu kwa kinazuia connection hizi ni hicho hapa. Bwana sasa. Huyo paka akatokea ufungoni mwa kochi. Ambaye kwa kumuona. Yaani sijui alitokea wapi, maana milango yote ilikuwa imefungwa, madirisha. Sasa shangaa tu ni ghafla akatokea. Bwana sasa. Mbarikiwe sana. Ndio. Hapo nyuma kabla sijaja hapa, biashara yangu ilikuwa ni mbaya sana. Nikaendelea kusali hapa, ikawa nzuri. Ndio. Hiyo wiki iliyoisha, biashara ilikuwa ni ngumu sana. Kaja nikaonana na wewe. Hiyo Jumatatu niliotoka hapa asubuhi, Jumapili, sasa kisha Jumatatu nikauza gunia 2 za mahindi. Baada ya kuonana na mimi. Baada ya kuonana na wewe. Kisha kuuza gunia 2 za mahindi. Gunia 2 za mahindi. Jumanne napo niliuza gunia 2 za mahindi, kwa gunia 3. Yaani jumla Jumatatu na Jumanne nilikuwa nimeuza gunia 6 za mahindi ambayo ilikuwa sio. Kubili kwanza gunia 6. Gunia 6 za mahindi. Wewe. Kweli. Nashukuru. Jumla ulijaleta. Rejareja. Uliyotoka kwa mkono? Rejareja alikuja anachukua moni 5, moni 10, 1, 2. Siku 2 ukauza gunia 6. Gunia 6. Biashara ndio hiyo. Biashara ina maana kwa siku alikuwa anauza gunia 3. Kwa mwezi inabidi auze gunia ngapi? 90. Biashara ndio hiyo. Haleluya. Leo ni kuongeza hivi. Kingine Mungu anachofanya? Nilikuwa na wateja wangu waliokuwa wanakuja kuchukua amboni 30 za mahindi, walikuwa wawili ila walikuwa hawaje kwa kipindi cha nyuma. Siku Jumanne nilipovuka kisima cha baraka na uponyaji, nikasema navuka na wateja wangu. Jumatano asubuhi walikuja wote wakachukua gunia 2. Hivyo bila kusafisha. Wateja wawili wakachukua gunia 2. Gunia 2 nikauzia kwa bei ya 95. Walitoka na chukua mboni 30. Mboni 30. Leo walikuja sasa ulivuka nao. Wakachukua. Naitwa Anastasia Richard. Natokea Nyakati. Mimi nilikuwa na mafarakano ya ndoa na mume wangu ndani ya miezi miwili. Ndani ya miezi miwili ulikuwa umefarakana na mume wako? Ndio. Ulikuwa umefikia kiwango gani cha mafarakano? Yale nilifanya fujo ili kuingia nyumbani kwetu ya kubaki nyumbani. Kwa hiyo ulikuwa nyumbani kwenu kwa miezi miwili? Miwili baba. Okay. Uliotangaza ibada ya wanandoa nilikuja siku ya Ijumaa. Na alikuwa ameniblock kuanzia Jumatano na Alhamisi. Hata wewe sima alikuwa ameniblock. Lakini nilifika mahali hapa, ilifika saa 8 akanipigia simu. Saa 8 nilikuwa nimetoka hapo nje kunyonyesha mtoto. Hata kama ulikutana na nabii. Ulikutana tu wapi? Nilipotoka ofisini. Ulitoka ofisini? Akapiga simu mwenyewe. Akanipigia simu. Akatoa blog akapiga simu mwenyewe. Ndio. Akanipigia simu. Baada ya hapo nilipotugusa ninafika hapo kwenye maua hapo.
Akanipigia simu akasema mke wangu uko wapi? Akamkumbuka mke wangu. Ndio. Kwa kuna kitu ambacho kwa kimemsababisha. Kilivyoondoka sasa mke wangu kabisa. Nikamwambia ndo tunatoka kanisani. Akaniambia kati ya kanisa na ndoa unataka nini kwenye maisha yako? Nikamwambia vyote nataka. Sana. Akasema basi mke wangu andaa mizigo yako kesho uje nyumbani. Nikamwambia sawa. Nikatembea kufika nyumbani akatuma message. Yaani message tu ziliniuzi kwa. Zilikuwa zinakuja kwa kasi. Yaani mno baba, mno nyingi, yaani mpaka zingine kama nafuta. Ndio. Nilipofika nyumbani akatuma message akasema mke wangu umesikia nilikwambia? Nikasema ndio. Akasema nimesema jiandae kesho uje nyumbani. Nikasema sawa nimekuelewa. Saa 8 za usiku akapiga tena simu akasema mke wangu yani mpaka sasa hivi sijalala nimekaa. Hawezi kulala chini ya upako, ndio hapa. Akasema sasa hivi nimekaa na ndipo nasikiliza redio umenifanyia dawa. Mimi nikamwambia hata mimi sijalala. Kumbe dawa ipika huko na huko. Wote wakakole. Sasa saa 12 siku ya Jumapili. Kwanza Jumamosi sasa. Jioni. Akapiga simu akasema mke wangu ninamtuma dadangu anakuja huko kukufuata. Nikasema